Hello, shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu mtazamaji. Majina yangu naitwa Prophet Edmund Mystic. Mwangalizi na mwanzilishi wa makanisa ya Heavenly Image Manifest hapa Dar es Salaam. Nina nafasi ndogo ya kuweza kuzungumza na wewe kwa habari ya siri kubwa iliyofichwa katika udhihirisho. Kuna watu wengi ambao watakwambia ya kwamba kila wakati wanapokuwa wamelala katika ndoto zao wanajiona ikiwa ni watu matajiri, watu wakuu, lakini wakiamka asubuhi wanagundua kwamba uhalisia huo walioona katika ulimwengu wa kiroho bado hawajaweza kufikia. Na kitu ambacho wengi hawaelewi ni kwamba hakuna jambo linaweza kuruhusiwa kutokea katika maisha yako mpaka mlango wa udhihirisho huo umewekwa wazi. Kuna malango ya udhihirisho mengi ambayo yamekuwa yakiruhusu vitu kuweza kutokea kwa mwanadamu, na kama hayo malango yakiwa yamefungwa, haijalishi huyo mtu atakuwa alizaliwa mfalme, alizaliwa mwimbaji mkubwa, au tajiri mkubwa, hataweza ku-experience uhalisia huu ambao anatamani kwenye maisha yake. Sasa habari ya mlango udhihirisho, Biblia inasema kwamba na malango yako yatakuwa wazi usiku na mchana ili mataifa waweze kuletea mali na kadhalika. So uko mlango ambao unaruhusu vitu kutoka katika ulimwengu wa kiroho na kuweza kudhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Na kama malango hayo yatakuwa yamefungwa katika maisha yako, utaendelea kuona ukuu katika ulimwengu kiroho, lakini katika ulimwengu wa damu na nyama hauwezi kuona huo udhihirisho. Na moja malango hayo yako mengi. Kuna lango la muda. Maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Isaya 6:22 ya kwamba mdogo atakuwa mkuu na mdogo atakuwa taifa hodari. Anasema katika wakati wake mimi Bwana nitayafanya katika wakati wake. So kuna wakati unaitwa Kairos moment, na huu ni muda wa kimungu ambao ukifika, kila uhalisia wa mwanadamu ambao ulikuwa umezuiliwa kwa muda mrefu huwa unaanza kudhihirika. Lakini ndiko lango la marafiki ama watu ambao unaambatana nao. Wana mchango mkubwa sana kuweza kuidhihirisha kile kitu ambacho kiko ndani yako kwa muda mrefu sana. Biblia inasema kwamba Danieli siku moja aliomba kwa muda wa siku 21, lakini kuna kitu kilizuiliwa na mfalme wa anga la Wajemi kwa siku 21. Ingawa rohoni alikuwa anajiona kwamba amekwisha kupokea, lakini kuna kitu kilizuia. Biblia inasema kwamba malaika Mikaeli akatumwa akaweza kupigana ile roho iliyokuwa inazuia, na ule uhalisia ukaweza kutokea. So wako Wakristo wengi ambao wana ukubwa ndani yao, lakini ukubwa umezuiliwa katika malango udhihirisho. Malango udhihirisho nafanisha ni kama bandari ambayo tuko nazo. Mtu anaweza kanunua gari kutoka Japan, lakini likafika pale bandarini likazuiliwa. Atawaambia ndugu zake kwamba nina gari nimenunua, lakini wakimuuliza liko wapi, anawaambia hayuko nalo. Kwa sababu gani? Kuna malango yamezuia. Kwa hiyo sijui mahali pote ulipo ya kwamba mlango wako uko wazi au uko umefungwa. Lakini message hii inakuja kukufikia kukuambia kwamba inawezekana kabisa mlango wako udhihirisho kuweza kufunguliwa, na hiyo ni kupitia maombi, kuombewa na kufanyiwa deliverance. Wakati Bwana niita, alinipa funguo maalum sana kwa habari ya udhihirisho, na nikaweza kuanza huduma inaitwa Heavenly Image Manifestation. Maana yake ni kwamba ni udhihirisho wa taswira mbinguni. Wako watu wengi ambao wanahitaji kudhihirishwa, na amini na wewe ni mmoja wapo. Wewe ambaye ndani yako unajua ni mtumishi mkubwa wa Mungu, lakini uhalisia hujaona. Mfanyabiashara mkubwa wa Mungu, lakini hujaweza kuona. Mungu anasema kwamba anakwenda kufanya haya mambo makubwa mwaka huu. Na kama unaamini, Mungu akusaidie ninapokuombea. Na ukipenda kutufuatilia, piga namba zifuatazo, utaweza kufika kanisani hapa Dar es Salaam. Tunapatikana eneo la Kimara Baruti, njia kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, panaitwa Msewe Golani. Ukiuliza mtu yote kwa Prophet Edmund ataweza kukufikisha. Kwa hiyo in case unafika, piga namba 0778 905 905. Mahali hapo Mungu atakusaidia kudhihirisha kile ambacho umekuwa nacho muda mrefu lakini kinazuiliwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtazamaji anapotazama, mpe neema ya kuweza ku-experience uhalisia aliobeba ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukipenda kufika kanisani usikose, na Bwana akubariki sana.